بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo kurasa nambari 34 tukiingia katika kusoma alhadithul mu'an'an na alhadithul mubhamu na alhadithul mudallas. Tamam. Anasema Sheikh almu'an'anu, akiwa nakusudia hadithi iliyopokelewa kwa tamshi la an. Tamam. Almu'an'an, hadithi almu'an'anu huwa alhadithu alladhi, ni hadithi ambayo ruwiya iliyopokelewa bilafdhi an, kwa tamshi la an, min ghairi bayani, pasi na kubainisha, litahadithi, tamshi la kuhadithiwa, au ikhbari, au tamshi la kupewa habari, au samai, au tamshi la kusikia. Tamshi la at-tahdithi ni kusema haddathani, na tamshi la al-ikhbari kusema akhbarani, na tamshi la as-sama' ni kusema sami'tu fulanan. Tamam. Kwa hiyo ile hadithi inayopokelewa kwa tamshi la an pasi na kubainisha tamshi la kuhadithiwa au kupewa habari au as-sama'i au kusikia, ndiyo hadithi inaitwa al-mu'an'an. Tamam. Na nadhani tuliigusia wakati tunasoma alhadith alhasan kupitia ule mulahadha tuliotoa kule. Tamam. Na alhadith almu'an'an ni hadithi ambayo huenda ikawa ni sahihi au ikawa ni hasan au ikawa ni dhaif kwa mujibu wa wale wapokezi wake, kama alivyosema Sheikh kule. Utaona pale, turudi nyuma kidogo, utaona pale katika alhadithul musnad. Alhadithul musnad ni hadithi ambayo sanadi yake imeungana, lakini si kwa tamshi la as-sama'. Tamam. Au akhbarani au haddathani, huenda ikawa ni kwa tamshi la an au ambani na matamshi mengine ambayo hayaoneshi kuwa mtu huyu amesikia kwa mwingine, lakini hadithi ambayo nini, sanadi yake imeungana. Sasa mara nyingi hadithi musnad huwa ni hadithi ambayo imepokelewa kwa tamshi la an, sawa, kama namna tulivyotolea mulahadha kule katika darasa la alhadithul hasan. Sasa utaona shekhe baada ya kueleza alhadithul musnad aliposema, fungua kurasa 22, fungua kurasa wa 22. Baada ya kumaliza kueleza alhadith almusnad akasemaje? Hukmuhu, hukmu ya hadithi musnad, as-sihhatu au al-husnu au al-dha'fu. Kisha akasemaje? Bihasabi sifati rijalihi, kwa mujibu wa sifa za wapokezi wa hadithi hiyo. Hii kauli ina maana gani? Ina maana kwamba hadithi musnad mara nyingi huja kwa tamshi la an. Kwa hiyo wanaangaliwa wale wapokezi wake wana sifa gani. Ikiwa ni wale ambao hawafanyi tadlis, au wanafanya tadlis lakini ni kwa uchache, au hawafanyi tadlis isipokuwa kwa watu ambao ni thika, sawa, hadithi zao zitakubaliwa. Tamam. Lakini wakiwa ni wale ambao wanafanya tadlisi sana katika mapokezi yao, lakini pia ni madhaifu, hadithi zao zitakataliwa. Ndio maana Sheikh akasemaje? Bihasabi sifati rijali, kwa mujibu wa sifa za wapokezi wa hadithi hiyo. Na utaona kauli hii hakuitia katika hadithi yoyote kwenye kitabu hichi isipokuwa kwenye kigawanyo cha hadithi ya al-musnad. Tamam. Hukmuhu as-sihhatu au al-husnu au al-dhafu bihasabi sifati rijali. Kauli hii hakuitia katika kigawanyo chochote cha hadithi isipokuwa katika nini? Katika alhadith almusnad, akiashiria kwamba hadith musnad ni ile hadithi ambayo sanadi yake imeungana, lakini si kwa tamshi al-sama' au at-tahdith au al-ikhbar, sawa,
na ni hadithi ambayo ni sahihi, lakini vipi? Ni baada ya kuangaliwa wale watu wake. Kwa hiyo alhadith almu'an'an hukmuhu annahu qad yakunu sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifan. Tamam, huenda ikawa ni sahihi na huenda ikawa ni hasan na huenda ikawa ni dhaifu kwa mujibu wa wale wapokezi wake. Baada ya kuangaliwa sifa zao ndio itahukumiwa kuwa ni sahihi. Sawa? Na ikihukumiwa kuwa ni sahihi, basi haitoacha kuwa ni almusnad. Sasa lazima itakuwa ni almusnad, kisha hapo pia itakuwa ni mu'an'an, na hapo pia itakuwa ni sahihi, kama nilivyowaambia kwamba hadithi inaweza kuwa na sifa zaidi ya moja. Tamam. Na katika kuikubali kuwa alhadith almu'an'an kuwa ni sahihi, kuna qaida ulama wameweka. Ukienda katika Nukhbatul Fikr ya al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, anasemaje? Wa an'anatul mu'asir mahmulatun ala as-sama'i illa min al-mudallis. Tamam. Hadithi ambayo inapokewa kwa tamshi la an kwa wale watu ambao wameishi zama moja, mahmulatun ala as-sama'i, hadithi hiyo inahukumiwa kuwa hawa waliopokezana hadithi kwa tamshi la an inahukumiwa kuwa nini? Kila mmoja amemsikia mwenzake. Sawa? Kwa maana mwanafunzi amemsikia shekhi wake katika nini? Kupokea ile hadithi. Sawa? Illa minal mudallis, isipokuwa kwa mtu ambaye anafanya tadlis. Sawa sawa? Isipokuwa nini? Kwa mtu ambaye anafanya tadlis. Lakini si kila anayefanya tadlisi hadithi zake zinakataliwa. Tamam. Kuna watu walikuwa wakifanya tadlisi lakini hadithi zao zinakubaliwa. Mfano wake al-Imam al-A'mash alikuwa anafanya tadlisi. Tamam. Al-Imam Sufyan al-Thawri alikuwa akifanya tadlisi, na al-Imam Sufyan ibn Uyayna pia alikuwa nini? Akifanya tadlisi, lakini hadithi zao zilikuwa zinakubaliwa. Kwa sababu gani? Walikuwa hawafanyi tadlisi isipokuwa kwa watu ambao ni thika, kama alivyoeleza al-Imam al-Khatib al-Baghdadi kwenye kitabu chake cha al-Kifaya fi ilmi al-riwaya. Tamam. Kwa hiyo sio kila hadithi, yani si kila mpokezi ambaye anapokea hadithi kwa tamshi la an hadithi yake inarejeshwa. Hapana, wataangaliwa kwanza. Sawa sawa, kuna sifa zao maalum. Mafhumu hapo? Lakini pia hadithi hii kama alivyosema al-Imam al-Hafidh al-Iraqi kwenye alfia yake, anasemaje? Wasahhahu wasla mu'an'anin salim min dulsatin rawihi wal liqa ulim. Wasahhahu wasla mu'an'anin salim min dulsatin rawihi wal liqa ulim. Sawa sawa, anasema kwamba wanawazuoni wamesahihisha hadithi ambayo nini? Mu'an'an, kwa kuihukumu kuwa ni muttasil. Sawa, lakini ni ipi? Salim min dulsatin, iliyosalimika na kufanyiwa tadlisi kwa wale wapokezi wake. Waliqa ulim, sasa na kule kukutana kwao kuwe nini? Kumefahamika. Kwa hadithi mu'an'an ikiwa haijafanyiwa tadlisi ndani yake, tamam, ikiwa nini? Haijafanywa nini? Tadlisi ndani yake, ni hadithi ambayo nini? Inakubaliwa. Sawa sawa, ni hadithi ambayo inakubaliwa tena kwa wale watu ambao wameishi zama moja. Tamam. Na hiyo ni kauli ya al-Imam al-Bukhari na al-Imam Ali al-Madini. Sawa sawa. Na imepokelewa ijma' ya ulama katika hilo, kama alivyopokea al-Imam al-Hakim, ijma' ya wanawazuoni na al-Imam al-Khatib al-Baghdadi, kwamba hadithi ambayo imepokelewa kwa tamshi la an hadithi ambayo imepokelewa kwa tamshi gani? La an, ikiwa imesalimika na tadlis, sahahu wasla. Sawa, walikuwa wanasahihisha kwa kuihukumu kuwa ni nini? Ni muttasil. Tamam, hakadha. Baada ya hapo tunaingia katika alhadith almubham. Sheikh anasema almubham huwa alhadithu alladhi yujadu fi sanadihi au matnihi rajulun au imra'atun lam yusammaya. Tamam. الحديث المبهم، حديث مبهم
wal hadithu alladhi, ni hadithi ambayo yujadu fi sanadihi, anakutwa katika sanadi yake, au yujadu, anapatikana fi sanadihi, katika sanadi yake, au matnihi, au katika matni yake, rajulun, mtu ambaye, au imraatun, au mwanamke ambaye, lam yusammaya, hawakutajwa kwa majina, lam yusammaya, hawakutajwa kwa majina yao. Mithalu, mfano wake, an Sufyanin an rajulin an Malikin, akuongezea an Malikin, lakini kwenye vitabu vingine imekuja mfano kama hivyo, sema an Sufyanin an rajulin an Malikin. Tamam. Kwa hiyo mithalu, mfano wake, an Sufyanin, imepokelewa kutoka kwa Sufyani, an rajulin, naye Sufyani kapokea kutoka kwa mtu fulani, an Malikin, na huyo mtu fulani kapokea kutoka kwa Malikin. Tayari hapa kuna ibham katika nini? Katika as-sanad. Taona hapa kuna mtu ametajwa, mwanamume, lakini hajulikani ni nani, hajulikani ni nani. Tamam. Sasa hadithi kama hii inaitwa nini? Inaitwa al-hadithu al-mubham. Sawa? Na kuna mubham kwenye sanad na kuna mubham katika nini? Katika al-matn. Sawa sawa. Mfano kwenye matni ni vipi? Maana huu ni mfano wa as-sanad pekee yake. Tamam. Mfano kwenye matni ni vipi? Mfano kwenye matni, mathalan, ipokewe hadithi kutoka kwa Abi Huraira. Tamam. Pasemu hivi, an Abi Hurairata anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. An Abi Hurairata, imepokelewa kutoka kwa Abi Huraira, anna rajulan, kwamba mtu fulani, sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimuuliza mtume kadha, kitu kadha. Tamam. Au an Abi Huraira, huyo ni mwanaume, si ndio? Au an Abi Hurairata anna imra'atan sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kadha. Tamam. Utaona hapo sanad imeishia kwa Abi Huraira, kisha Abi Huraira yeye ndo anasema anna imra'atan, kwamba mwanamke fulani, sa'alat an-nabiy kadha, alimuuliza mtume kitu kadha. Au anna rajulan, kwamba mtu fulani, sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kadha, alimuuliza mtume kitu kadha. Tamam. Kwa hiyo ndio mfano wa al-ibhamu fil matni. Tamam. Sheikh anasema hukumu ya hadithi, idha kana al-ibhamu fi sanad wa lam yu'lam, idha kana al-ibham, itakapokuwa ibham fi sanadi, katika sanad, wa lam yu'lam, na ikiwa hajafahamika huyo mtu, fa innahu dha'ifun, hakika hadithi hiyo itahukumiwa kuwa ni dhaifu. Tamam. Fa innahu dha'ifun, hakika hadithi hiyo itahukumiwa kuwa ni dhaifu. Kwa sababu gani? Hatumjui yule mtu. Sawa. Sasa tutaihukumu vipi hadithi kuwa ni hasan au sahihun ikiwa yule mtu hatujui sifa zake, hatujui hali yake? Itakuwa ni shida. Tamam. Kwa hiyo inapotokea al-ibhamu fi sanad, katika sanad, kama mfano hapa juu, an Sufyanin an rajulin an Malik, sasa tayari atumjui huyu rajul ni nani. Tamam. Kwa hiyo fa innahu, hakika hadithi hiyo dhaifun, itakuwa ni dhaifu. Amma idha kana fil matni, ama ibhamu itakapokuwa katika matni. Amma idha kana fil matni, ama ibhamu itakapokuwa katika matni, fala yadhuru, haidhuru hadithi, kwa maana ile ibham inayokuwa kwenye matni, kama namna tulivyotolea mfano hapo, an Abi Hurairata anna rajulan jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qala kadha, hiyo tayari ni ndani ya matni, si katika nini as-sanad. Kwa hiyo ibham ya namna kama hiyo haidhuru. Tamam. Lakini pia katika mlango wa al-ibham kuna mtu anaitwa majhulul ain. Majhulul ain. Majhulul ain ni yule mtu ambaye ametajwa kwa jina, ametajwa
kwa jina, sawa sawa, lakini hakuna aliyepokea kwake hadithi isipokuwa mtu huyu, mtu mmoja. Sawa, hakuna aliyepokea hadithi kwa mtu huyu isipokuwa mtu huyu mmoja. Sawa, kama alivyosema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani kwenye Nukhbatul Fikr, fa in summiya wa anfarada wahidun anhu famajhulul ain, na ikiwa atatajwa kwa jina lakini wamfarada wahidun anhu, na akapwekeka mtu huyu mmoja katika kupokea hadithi kwa mtu huyu ambaye katajwa jina, sawa, famajhulul ain, basi mtu huyu anaitwa nini? Anaitwa majhulul ain. Tamam. Kwa hiyo huyo naye fala yukbalu hadithuhu kalmubhami, hadithi yake pia nini? Haikubaliwi kama ilivyokuwa hadithi ambayo ni mubham. Sawa sawa, illa an yuwathiqahu ghayru man infarada anhu, isipokuwa atakaposifiwa kuwa ni thika na mtu mwingine ambaye mtu huyo mwingine hakuwahi kupokea hadithi kwake. Sawa. Yani ni vipi? Mimi napokea hadithi kwa mtu, huyo mtu ambaye anapokea hadithi kwake ni mtu ambaye hakuna mtu mwingine yoyote aliyepokea hadithi kwake isipokuwa mimi peke yangu. Tamam, haijalishi nimepokea hadithi 5 ngapi, lakini hakuna mtu mwingine aliyepokea hadithi kwake isipokuwa ni mimi peke yangu kwenye ile tabaka yangu. Tamam, mtu huyo anaitwa majhulul aini. Sasa na hadithi yake haikubaliwi kama mfano ambavyo haikubaliwi hadithi gani? Hadithi mubham. Kwa maana kama alipokea hadithi moja, basi hadithi yake ile haiwezi kukubaliwa. 2 vile vile hazikubaliwi, 5 hazikubaliwi, 10 na kuendelea. Illa, isipokuwa an yuwathiqahu ghayru man infarada anhu, isipokuwa atakapomsifia kuwa mtu huyo ni thika mtu mwingine. Illa an yuwathiqahu ghayru man infarada anhu, isipokuwa atakapotokea mtu mwingine ambaye si mimi akamsifia kwamba mtu huyo ni thika, hapo hadithi yake ndio inaweza kukubaliwa. Tamam. Hii ni aina katika aina za jahala, zinaingia katika nini? Mlango wa hadith al-mubham. Kwa hiyo mtu wa kwanza anaitwa nani? Anaitwa majhulul ain. Ni mtu gani? Summiya wa infarada wahidun anhu, ametajwa kwa jina lake hasa fulani bin fulani, hata kwa nisba fulani, lakini hakuna aliyepokea hadithi kwake isipokuwa mtu mmoja. Sasa mtu huyo la yukbalu hadithuhu kalmubham, hadithi yake haikubaliwi kama ambavyo nini? Haikubaliwi hadithi ambayo ni mubham. Sa illa an yuwathiqahu ghayru man infarada anhu, isipokuwa nini? Atakapomsifia kuwa ni thika mtu mwingine ambaye hakupokea kwake. Sawa. Wakadhalika man infarada anhu idha kana min ahli aljarh wat-ta'dil, wakadhalika na vile vile hadithi yake itakubaliwa atakaposifiwa kuwa ni thika man infarada anhu. Sawa, na atakapo nini? Sifiwa kuwa ni thika na yule ambaye nini? Aliyepwekeka kupokea hadithi kwake. Idha kana, lakini atakapokuwa mtu huyo min ahli aljarh wat-ta'dil, ni miongoni mwa wale wanaozuoni wenye kujua sifa za wapokezi wa hadithi. Tumeelewana? Mwanzo tulisema kwamba nimepokea mimi hadithi kwa mtu. Sasa mtu huyo afahamiki katika kupokeza hadithi isipokuwa mimi ndo peke yangu nimepokea nini kwake yeye. Mtu huyo hadithi yake haikubaliwi isipokuwa nini? Atakapotokea mtu mwingine ambaye hakuwahi kupokea hadithi kwake lakini akamsifia kuwa ni thika, sawa, hadithi yake hapo itakubaliwa. Lakini pia mimi hapa ambaye peke yangu ndio nimepokea hadithi kwake yeye, nitakapokuwa min ahli aljarh wa ta'dil, ni katika wanawazuoni wakubwa wenye kutambua sifa za wapokezi wa hadithi, sifa zao ambazo ni nzuri na sifa zao ambazo ni hazifai, kwa maana hazikubaliki katika nini? Upokezi wa hadithi. Nikasema kwamba ni thika baada ya kuwa nimemchunguza sawa, na nikamthibitisha kuwa ni thika, basi pia hadithi yake au hadithi zake, hadithi yake niliyopokea au hadithi zake nilizozipokea zitahukumiwa kuwa ni sahihi, sawa. Lakini ikiwa sijafanya hilo kwa maana sijathibitisha kuwa ni thika na mtu mwingine hajathibitisha pia kuwa ni thika, basi hadithi yake la yuqbalu hadithuhu kalmubham,
hadithi yake haikubaliwi kama namna ambavyo nini haikubaliwi hadithi ambayo ni al-mubham na anaitwa majhulul ain. Tamam. Lakini pia kuna mwingine anaitwa majhulul hali au al-mastur au anaitwa mastur kwa jina jingine. Tamam. Huyu majhulul hal al-mastur ni upi? Ni yule ambaye summiya wa mfarada anhu ithnani fasaida, ni yule ambaye ametajwa kwa jina lake lakini wakapwekeka kupokea hadithi kwake watu wawili na zaidi ya wawili. Tamam. Huyu wanapokea hadithi watu wawili kwake au zaidi ya wawili, lakini walam yuwathiquhu ahadun, hakuna yoyote aliyemsifia kuwa ni thika. Tamam. Anaitwa majhulul hali au al-mastur, mtu ambaye hali yake haifahamiki au al-mastur au alistirika. Watu wamepokea hadithi kwake, sawa, na wanamjua kwa jina au pengine wamemtaja kwa jina fulani bin fulani, sawa, watu wawili au zaidi ya wawili, kwa maana iwe ni watatu, watano, 10, 20, wote wamepokea hadithi kwake, lakini lam yuwathiquhu ahadun minhum, hakuna yoyote aliyemsifia kuwa ni thika katika hao ambao wamepokea hadithi kwake au wanawazuoni wengine wa hadithi, hakuna yote aliyemsifia kuwa ni thika, basi huyo anaitwa majhulul hali au al-mastur. Tamam. Na hukumu ya hadithi yake huyo at-tawaqquf, sawa, wa hukmu riwayati at-tawaqquf fiha hatta tatabayyana haluhu, sasa watattadhih. Sasa hukumu ya mtu kama huyo, hadithi yake ile inasimamishwa, kwa maana haihukumiwi kuwa ni sahihi na haihukumiwi kuwa ni dhaifu, sasa mpaka itakapobainika hali yake kuonekana kwamba ni thika au dhaif au layyinul hadith au wadha'un au kadhabun. Tamam. Au thiqatun hafidhun. Tamam. Hali yoyote katika hali za wapokezi wa hadithi. Tamam. Huyo naye pia anaingia katika mlango wa alhadith almubham. Tamam. Kwa alhadith almubham, pamoja na taarifa ambayo tumeisoma na hukumu yake, lakini pia ndani yake kuna vigawanyo viwili au aina mbili za hadithi ambazo zinaingia nayo. Nini? Hadithi ya mtu ambaye ni majhulul ain na hadithi ya mtu ambaye majhulul hal au almastur. Tamam. Hakadha shekhe akaendelea, almudallasu, kwa maana hadithi ambayo ni mudallas. Almudallasu lughatan, almudallasu tamshila mudallas lughatan kilugha maakhudhu min ad-dalas, limechukuliwa kutoka kwenye tamshi la ad-dalas. Wa huwa, na hilo tamshi la ad-dalas, ikhtilatu adh-dhalami bin-nur, ni kuchanganyika kiza na nuru, kuchanganyika kiza na nuru. Summiya al-hadithu, imeitwa hadithi hii bidhalika, kwa jina hilo, lishtirakihi fil khafai, lishtirakihi, kwa sababu ya kushirikiana na hali hiyo, fil khafai, katika kufichikana. Tamam. Na kwenye kitabu kingine nimeona nasi itakuwa ni tadribu rawi ya al-Imam Suyuti, kasema lishtirakihima fil khafa, kwa sababu ya kushirikiana viwili hivi. Vitu gani? Ikhtilatu adh-dhalami bin nur, na hadithi hii mudallas fil khafa, katika kufichikana. Kwa maana katika ikhtilatu an-nur ikhtilatu adh-dhalami bin nur kuna hali ya kufichikana. Tamam. Lakini pia katika hadithi ya mudallas kuna hali ya kufichikana, kwa kuna kitu hakijakaa wazi. Kwa hiyo summiya alhadithu, imeitwa hadithi hii bidhalika, kwa jina hilo, lishtirakihi, kwa sababu ya kushirikiana na ile hali ya ikhtilatu adh-dhalami bin nur fil khafa, katika nini? Kufichikana. Tamam. Lishtiraki, kwa sababu ya kushirikiana na ile hali ya kiza kuchanganyika na nuru, fil khafa, katika kufichikana. Tamam. وهو نيو حديث المدلس، وهو نيو حديث مدلس الحديث الذي حديث ambayo dallasa fihi rawi, amefanya tadlis fihi, katika hadithi hiyo, arrawi, mpokezi, biwajhin min wujuhi tadlis, biwajhin, kwa namna yote, min wujuhi tadlis, miongoni mwa namna za tadlis. Tamam. Anwa'uhu, Sheikh akaingia kutaja aina zake, aina za tadlis. Hizo aina
ndiyo namna. Tamam. Pale aliposema biwajhin min wujuhi tadlis, ndiyo hizo aina zenyewe. Namna ndiyo aina na aina ndio namna. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo anwa'uhu, kwa maana anwa'u tadlis, aina za tadlis. Tadlisul isnad, aina ya kwanza ni tadlisul isnad, wa huwa, na hiyo tadlisul isnad, an yusqita rawi, ni mpokezi kumpomosha, kwa maana kumuondosha, shaykhahu, shekhe wake, wayartaqi, na kupanda, ila shaykhihi, na kupanda kwenda kwa shekhe wa shekhe wake, au man fawqahu, au aliyekuwa juu ya shekhe wa shekhe wake, mimman, miongoni mwa wale ambao huwa mtu huyo muasirun, ameishi zama moja, lidhalika rawi, na huyo mpokezi aliyemuondosha shekhe wake. Fayusnidu dhalika ilayhi, kisha anaiegemeza hadithi aliyoipokea kwa shekhe wake, ilayhi, kwa huyo shekhe wa shekhe wake, au aliyekuwa juu ya shekhe wake, bilafdhin, kwa tamshi ambalo la yaktadhi ittisalan, alihukumii muunganiko wa moja kwa moja, lialla yakuna kadhiban, ili asiwe ni muongo kwa kufanya hivyo. Tamam. Hiyo ndiyo tadlisul isnad. Tadlisul isnad ni mpokezi anamuondosha shekhe wake katika sanad ya hadithi. Tamam. Baada ya kumuondosha shekhe wake, ile nafasi ya shekhe wake anamweka shekhe wa shekhe wake, kwa maana akifanya hivyo ataonekana kwamba nini, hadithi hiyo hajaipokea kwa shekhe wake, bali ameipokea kwa shekhe wa shekhe wake. Au hamtaji shekhe wa shekhe wake, anamtaja mtu aliyekuwa juu ya shekhe wa shekhe wake. Tamam. Sawa sawa. Lakini huyo wote hawa anakuwa ameishi nao zama moja, zama hizi moja. Ndio maana akasemaje, mimman, miongoni mwa yule ambaye huwa mtu huyo muasirun, ameishi zama moja, lidhalika rawi, na huyo mpokezi aliyemuondosha shekhe wake. Kwa maana hawa wote ambao anawaweka katika nafasi ya shekhe wake ameishi nao zama moja, kwa maana amewapata hali ya kuwa wapo hai. Na hii inatokea pengine kapokea kwa shekhe wake ambaye ni kijana mdogo. Sawa? Inatokea sana hiyo. Sawa? Kapokea kwa shekhe wake ambaye ni kijana mdogo. Tamam? Sasa naona hadithi hii sitaki kuonekana kwa nimepokea kwa huyu, kwa kuwa shekhe wake yupo, acha nimtaje yule shekhe wake. Au kwa kuwa shekhe wa shekhe wake yupo na ni mtu mzima, umri umekwenda, acha nimtaje shekhe wa shekhe wake. Tamam? Hakadha. Kwa hiyo anamuondosha shekhe wake, sawa, kisha fayusnidu dhalika ilayhi, sawa, anaiegemeza hadithi kwa yule shekhe wa shekhe wake, au shekhe wa shekhe wa shekhe wake, bilafdhin, kwa tamshi ambayo la yaktadhi ittisalan, halionyeshi, halihukumii kuungana, kwa maana halihukumii kuwepo muungano wa moja kwa moja. Kwa nini anafanya hivyo? Li alla yakuna kadhiba, ili asiwe ni muongo. Kwa sababu gani? Kwa sababu akisema kwa tamshi lenye kuonesha muunganiko wa moja kwa moja, kisha hajapokea kwa huyo aliyemuegemezea hadithi, bali hadithi amepokea kwa mtu mwingine, inapokuja kugundulika, mpokezi huyo atahukumiwa kuwa ni muongo. Sasa hili asihukumiwe kuwa ni muongo, anasema an fulani, sawa, au qala fulanun, sawa. Hiyo hadithi kaipokea kwa shekhe wake, sawa, kaipokea kwa nani? Kwa shekhe wake, lakini hamtaji shekhe wake, anamtaja shekhe wa shekhe wake, au aliyekuwa juu ya shekhe wa shekhe wake, kisha anasema qala fulan, amesema fulani kadha, au an fulani, sawa, imepokelewa kwa fulani kadha, au anna fulanan qala kadha, kwamba fulani, hakika fulani amesema kadha. Tamam. Haya matamshi yote haya hayahukumii kwamba kulikuwa kuna muunganiko wa moja kwa moja. Muunganiko wa moja kwa moja ni vipi? Kwamba huyu mtu ameisikia hadithi hii kwa nani? Kwa fulani, moja kwa moja, sawa sawa. Kwa matamshi haya hayahukumii ittisala, hayahukumii muunganiko wa moja kwa moja. Matamshi yenye kuhukumia muunganiko wa moja kwa moja
ni haddathani au sami'tu au akhbarani au ambani, kwa kauli ya ulama wengine. Hii ambani haina nguvu sana, lakini wengine wanaitia kwamba nayo ni katika matamshi maneno yenye kuonesha kwamba fulani kasikia kwa fulani moja kwa moja. Tamam. Kwa hiyo anatumia tamshi nyingine la an au qala fulan au anna fulanan qala kadha. Tamam. Ili ikija kugundulika asionekane kwamba nini alisema uongo. Tamam. Mithalu, mfano wake fi hadha sanadi, katika sanadi hii Zaidun, kuna Zaidi ambaye an Amri, amepokea hadithi kwa Amri, an Khalid, naye Amri huyu amepokea hadithi kwa Khalid, an Muhammadin, naye Khalid amepokea hadithi kwa Muhammad. Tamam. Fa Zaidun, bas Zaidi huyu yarwi an shaykhihi Amri, anaipokea hadithi hii kwa shekhe wake ambaye ni Amri, an Khalid. Tamam. Naye Amri anayepokea hadithi hii kutoka kwa shekhe wake ambaye ni Khalid, wa huwa ay Zaid, wa huwa na huyo ay akimaanisha Zaidi. Tamam. Kwa hiyo wa huwa na Zaidi muasirun li Khalid, ameishi zama moja na Khalid. Khalid ambaye ni nani? Khalid ambaye ni shekhe wa shekhe wake, ay akimaanisha adraka hayatahu, ameuwai uhai wake. Fayahdhifu Amran, basi Zaidi anamuondosha Amran min as-sanadi, katika sanadi hii. Wayaqul, na anasema an Khalid. Sawa, anasemaje? An Khalid, kuonesha kwamba nini hadithi hiyo amepokea kwa Khalid. Walakinahu, lakini yeye Zaidi la yaqulu, hasemi haddathani Khalidun, hasemi kwamba nini haddathani Khalidun au sami'tu Khalidan, au hasemi kwamba sami'tu Khalidan, nimemsikia Khalid. Hatta ili la yusarriha bilkadhibi, asiweke wazi ule uongo wake. Sawa sawa. Kwa maana akisema an fulanin au qala fulanun au anna fulanan, hata ikija kugundulika kuwa si kweli, hahukumiwi kuwa ni muongo. Lakini akisema haddathani au sami'tu, kisha hakuhadithiwa na Khalid na kumsikia Khalid, bali alimsikia shekhe wake ambaye ni Amr, tamam, atahukumiwa kuwa nini? Kuwa ni muongo. Mafumu hapo? Hadha ni hivyo maa ihtimali, pamoja na kudhaniwa, aidan vile vile, an yakuna sam'uhu, kuwa kule kusikia kwa Zaidin, kusikia kwa nani? Kwa Zaidi, haqiqatan, ni kwa hakika, min Khalid, kutoka kwa nani? Kutoka kwa Khalid. Liannahu, kwa sababu Zaidi adraka hayatahu, amewai uhai wa Khalid, wa asara, na ameshineza mamoja. Kwa hiyo tadlis huwa ni hivi, huwa ni hivi. Lakini kasemaje? Maahtimali, hadha ni hivyo, maahtimali, pamoja na kudhaniwa, aidan vile vile, an yakuna sam'uhu, kuwa kule kusikia kwa Zaidi, hakikatan, ni kwa hakika, min Khalid, kutoka kwa nani? Kwa Khalid. Kwa nini kunadhaniwa kwamba huenda kama amesikia kweli hakika? Liannahu, kwa sababu Zaidi adraka hayatahu, ameuwai uhai wa Khalid, wa asara, na ameshineza mamoja. Kwa hiyo ndio tadlisul isnad. Tamam. Hukmu ya tadlisul isnad, anasema ma rawahu almudallis, ma ile hadithi ambayo rawahu almudallis, ameipokea mpokezi ambaye ni mudallis, mwana mpokezi ambaye anafanya tadlis, bilafdhin muhtamalin lis-sama'i, kwa tamshi lenye kubeba maana ya kusikia, wa adami, na kutokusikia, kama tamshi la an, fa innahu la yuqbalu, hakika hadithi yake haikubaliwi. Huyo nani? Huyo ni mpokezi ambaye amefahamika kwamba huyo ni mudallis. Sawa sawa. Wama sarraha fihi bis-sama'i, wama, na ile hadithi ambayo sarraha, kwa maana sarraha rawi, ameweka wazi mpokezi, fihi, katika hadithi hiyo, bis-sama'i, ameweka wazi tamshi lenye kuonesha kuwa amesikia kwa yule ambaye amefanya tadlisi kwake yeye. Kahaddathani, kama kusema haddathani, wa sami'tu, na kusema sami'tu, wa akhbarana, na kusema akhbarana, fa huwa maqbulun, bas hadithi hiyo itakuwa ni yenye kukubaliwa, idha kana thiqatan, atakapokuwa mpokezi huyo ni thiqa. Kwa hiyo utaona hapo yule mpokezi ambaye ni mudallis
na anafahamika kufanya tadlis, kwa maana hiyo tadlis ndiyo hali yake na ndiyo sifa yake, hata akipokea kwa tamshi la an, kwa tamshi la qala fulan au tamshi la anna fulanan qala kadha, hadithi yake haikubaliwi. Sawa? Lakini yule mpokezi ambaye ni thika, sawa, hata akisema sami'tu fulanan, hadathani fulanun, akhbarana fulanun, na amefanya tadlis, hadithi yake inakubaliwa. Ndio kama kina al-Imam al-A'mash na as-Sufyanaini, na Sufyani wawili na kusudia Sufyan ibn Uyayna na Sufyan al-Thawri. Tamam, hawa walikuwa ni thika na walikuwa wanafanya tadlis, lakini hadithi zao zilikuwa zinakubaliwa. Tamam. Na katika kuwatambua wapokezi ambao ni mudallisina, wanawazuoni wametunga vitabu vingi sana katika kueleza, vitabu vingi sana katika nini, kueleza wapokezi ambao ni mudallisin. Tamam. Sheikh akaingia katika aina ya pili ya tadlis, anasema tadlisu shuyukh, tadlisi ya mashekhe. Wa huwa nayo an yusamma shaykhahu alladhi sami'a minhu bighairi ismihi almaruf. Wa huwa, na hiyo tadlisu shuyukh, an yusamma shaykhahu, ni mpokezi kumtaja shekhe wake, alladhi, shekhe ambaye, sami'a minhu, huyo mpokezi amesikia hadithi kutoka kwake yeye, bighairi ismihi almaruf, amtaje kwa jina jingine, bighairi ismihi, amtaje kwa jina lake jingine, almaruf, ambayo nini, hafahamiki kwa jina hilo. Tamam. Yani shekhe wake ana jina fulani ambalo anafahamika, ukilitaja kokote wanamtambua kwamba ni fulani, kisha yeye sasa hamtaji shekhe wake kwa nini, kwa ile jina ambalo anafahamika, anamtaja kwa jina jingine ambalo hafahamiki kwa jina hilo. Ndio an yusamma shaykhahu alladhi sami'a minhu bighairi ismihi almaruf, ni mpokezi kumtaja shekhe wake kwenye sanadi kwa jina lake jingine ambalo nini, halifahamiki kwa watu, au bisifatin lam yashtahir biha, au amtaje kwa sifa nyingine ambayo, au bisifatin, au amtaje kwa sifa nyingine ambayo lam yashtahir biha, shekhe wake hakufahamika kwa sifa hiyo, min kunyatin, sifa ambayo ni kunya, au laqabin, au laqab, au nisbatin, au nasab, ila baladin, nasab ya mji fulani, au qabilatin, au nasaba ya kabila fulani. Tamam. Liajli an tas'uba ala ghairihi, liajli, kwa sababu au kwa malengo, an tas'uba ala ghairihi at-tariqu. Sasa liajli, kwa ajili, an tas'uba, iwe ni vigumu, ala ghairihi, kwa mtu mwingine, at-tariqu, kuitambua ile nini, ile sanadi yake, au at-tariqu, iwe ni vigumu kwa mwingine, at-tariqu, sasa kutambua nini, kumtambua moja kwa moja nani, yule shekhe wake. Sawa sawa. Anafanya hivi kwa sababu gani? Imma liajli anna shaykha dha'ifun. Sawa, anafanya hivi kwa sababu gani? Imma liajli anna shaykha, kwa sababu kwamba yule shekhe wake, sawa sawa, dha'ifun, ni dhaifu, kwa hiyo amtaji kwa jina lake ambalo anafahamika, anamtaja kwa jina jingine ili iwe ni vigumu kwa wengine kutambua nini, ile sanad, na kumtambua yule nani, shekhe wake. Sawa sawa, wakamhukumu kuwa ni dhaifu. Mafumu hapo. Kwa hiyo anamtaja kwa jina jingine ambalo nini, hajafahamika nalo. Au anna tilmidha, au huyo mwanafunzi. Tamam. Au anna tilmidha, au huyo mwanafunzi, yuridu an yudhhira, anataka kudhihirisha kwa watu, bi annahu, ya kwamba yeye, kathiru shuyukh, ana mashekhe wengi. Sawa. Kwa hiyo anamtaja shekhe wake kwa jina jingine kuonekana kwamba huyu si yule, ni mwingine. Tamam. Au anna shaykha asgharu minhu, au anafanya hivyo anna shaykha, kwa sababu nani, kwa sababu huyo shekhe wake amempokea hadithi kwake, asgharu minhu, fi sinni, ni mdogo kuliko yeye katika nini, katika umri. Sawa. Wa ghaira dhalika, na mengineyo ambayo nini, yametajwa kwenye vitabu vingine. Tamam. Kwa hiyo hizi ndiyo sababu za kufanya tadlis ambazo hapa shekhe amezitaja kwa uchache. Sababu ya kwanza ni ipi?
imma li ajli anna shaykha dhaif, anafanya hivyo ima kwa sababu shekhe wake ni dhaifu, kwa hiyo anakimbia kuhukumiwa hadithi yake kwa ni dhaifu kwa kufanya nini? Kwa kufanya tadlisu shuyukh, kwa kumtaja shekhe wake kwa jina jingine ili watu wasimfahamu. Au anna tilmidha yuridu an yudhhira bi annahu kathiru shuyukh, au wanafunzi anataka kuwadhihirishia watu kwamba yeye ana mashekhe wengi. Au anna shaykha asgharu minhu fi sinni, au kwa sababu shekhe ni mdogo kuliko yeye katika upande wa umri. Mithalu, mfano wake al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari, fa inna hadha al-isma ma'rufun, hakika jina hili ni maarufu mno. Wa kathirun min al-'ammat, na wengi min al-'ammat, katika wale wenye upeo mdogo wa elimu. Wa kathirun, na wengi min al-'ammat, katika wale wenye upeo mdogo wa elimu. La yadri anna ismahu, hawatambui kwamba jina la al-Imam al-Bukhari Abu Abdillah ni Abu Abdillah Muhammadu, yeye mwenyewe ni Muhammad ibn Ismail, mtoto Ismail ibn Ibrahim, mtoto Ibrahim ibn al-Mughira, mtoto Mughira ibn Bardizba, mtoto Bardizba, al-Bukhari, ambaye nisba yake ni al-Bukhari, al-Ju'fi, lakini pia nisba yake nyingine ni al-Ju'fi. Watu hawatambui kwamba hili ndio nini jina la al-Imam al-Bukhari, lakini watu gani? Ni wale watu ambao wa elimu ni mdogo sana. Fayati rawi, basi anakuja mpokezi ambaye anampokea Imam Bukhari, wayaqul, na anasema hadathani Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Hafidh, anasema hivyo, hadathani, amenihadithia mimi, Abu Abdillah, baba yake Abdullah, Muhammad, yeye mwenyewe ni Muhammad ibn Ismail, mtoto Ismail, al-Hafidh, ambaye ni hafidh. Al-Hafidh ini sifa ya Muhammad, tamam, kwa inarufaishwa, tamam. Al-Hafidh ambaye ni hafidh, maana ambaye ni mwanachuoni mkubwa wa hadithi. Hii ni daraja ya mwanachuoni wa hadithi, al-Hafidh, tamam, al-Hujja, al-Hakim, tamam. Kwa hiyo hadathani, amenihadithia mimi Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Hafidh, anasema hivyo. Fala yadhunnu as-sami'u annahu al-Bukhari, fala yadhunnu as-sami', basi adhani, yule anayemsikia ambaye upeo wake wa elimu ni mdogo, annahu, kwamba aliyetajwa hapo katika hiyo sanadi al-Bukhari ni al-Imam al-Bukhari. Hadha ni hivyo, ma anna al-Bukhari, pamoja na kwamba nini al-Imam al-Bukhari ma'rufun ismuhu wa laqabuhu wa kunyatuhu, ni mwenye kufahamika kwa jina lake na lakabu yake na kunia yake, sawa sawa. Kwa hiyo ndio nini, ndio tadlisu ashuyukh, na ina malengo mengi. Miongoni mwa malengo yaliyotajwa ni hayo matatu, tamam. Kwa sababu shekhe ni dhaifu, au mwanafunzi anataka kuonesha kwamba ana mashekhe wengi, au shekhe aliyempokea hadithi ni mdogo, sawa sawa, kwa anamtaja kwa jina jingine sasa, ili asifahamike nani yule shekhe wake. Wal mithalu litaqribi faqat, na mfano uliotolewa hapa ni kwa ajili ya kukaribisha ule ufahamu, mtu apate nini, kufahamu faqat tu, tamam. Kwa maana hakuna aliyefanya hivi, sawa sawa, hakuna aliyefanya hivi, bali mfano uliotolewa hapa ni kwa ajili ya kukaribisha ile fahamu, mtu aweze kufahamu, kama anavyosema ulama, wa bil mithali yattadhihu al maqal, na kupitia mifano maneno yanakuwa wazi. Wa ila huna antahi. الكمال لله والعصمة للأنبياء والنقص لنا، وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعفو منكم.